Kama umetoka kulimishwa usiku, yani mwili umetoka kupita kiasi, unaamka na zile dalili zote za kama mjamzito na unashtuka na labda huenda unaweza kuwa kweli mjamzito. Ukijaribu kupima, we hata sio mjamzito, na hata ukifikiria tu haujakutana na mwanaume hivi karibuni. Lakini pia hedhi zinakuwa zinasumbua sana. Yani kuna namna unakuwa unajikuta tu unaishia kupata hedhi, lakini hedhi zenyewe hazieleweki, sio mzunguko, sio kupata kidogo, wakati mwingine huenda zinatoka za matone matone, zinatoka za mabonge mabonge. Pia inaweza ikafika hatua kwamba kuna namna unaona zinatoka hazieleweki kwa ujumla tu. Lakini pia kwa wanawake wengi, hata akitokea amebeba ujauzito, unajikuta unaharibika kwa sababu tu hauna mazingira mazuri ya kuendelea kuishi, kutokana tu na kuwa na tatizo la homoni ya prolactin au homoni ya maziwa kuwa katika viwango vikubwa, na mbaya zaidi itakupotezea zile hisia za tendo, ukafa katika sehemu zako za siri na kujikuta unaishi kwenye hali ile ya survival mode. Yani mwili unaishi tu, ila utendaji kazi wa mfumo wa uzazi haufanyiki kama inavyotakiwa. Kwa hiyo ukijiona tayari una dalili hizi, haimaanishi kwamba tu ni homoni ya prolactin. Hapana, kuna dalili nyingi ambazo zinaweza kuwa zinaambatanishwa na changamoto. Basi ni kufanya vipimo sahihi, lakini pia kufuatilia changamoto. Kama ni matibabu, anza kufanya matibabu. Kama ni changamoto inahitaji ushauri, upate ushauri na ni kipi cha kufanya. Na ndio tunachokifanya kwenye ile programu yetu ya Nipo Nawe katika safari ya kuitwa mama. Wale walionitumia ujumbe WhatsApp, ninahitaji usimamizi, tulianza kufuatilia na kusimama nao hadi wakafanikiwa, licha kwamba walikuwa na changamoto hii. Hebu sasa niwekee kwenye comment, kati ya hizi dalili vipi ulishikuwa na changamoto ya homoni ya maziwa kuwa juu na tatizo lilikuwa ni nini, na baada ya kufuatilia ulishafanikiwa kubeba ujauzito?